Mheshimiwa Waziri, halmashauri kwa kutumia mapato yake ya ndani imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwa ni 70% ya makusanyo yote. Kwa kipindi hiki jumla ya shule 10 za ghorofa zimejengwa, ikiwa 8 ni kwa elimu ya sekondari, 2 ni kwa elimu ya msingi. Pamoja na miundombinu ya elimu, halmashauri imetekeleza azima ya serikali kuongeza ujenzi wa vituo vya kutolea huduma za afya vya maghorofa. Pia kwa kutumia mapato ya ndani, halmashauri imeendelea kutenga 10% kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya barabara. Mheshimiwa Waziri, kwa kuwa mtaala wa elimu ya msingi utabadilika ifikapo 2028, halmashauri ya jiji Dar es Salaam tayari tumejipanga ipasavyo kukabiliana na changamoto ya miundombinu ya kujifunzia kwa kutenga jumla ya shilingi bilioni 19 katika bajeti ambayo imeshaanza ya 2026-2027, ikiwa ni mwendelezo wa ujenzi wa madarasa ya ghorofa kwa ajili ya wanafunzi wa sekondari. Katika ziara yako, Mheshimiwa Waziri, utatembelea baadhi ya miradi ambayo inaendelea kutekelezwa katika halmashauri yetu kama ifuatavyo. Mradi wa kwanza ni ujenzi wa vyumba 20 na matundu ya vyoo 45 ya sekondari Mnazi Mmoja ambayo imejengwa kwa mapato ya ndani ambayo tayari tuko hapa. Lakini mradi wa pili ambao tutakwenda kuuona, Mheshimiwa Waziri, ni ujenzi wa shule mpya sekondari Vingunguti kwa mfumo wa ghorofa. Nayo pia ni mapato ya ndani ambayo nimeshaeleza kule mwanzoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa leo hii umekuja kukagua shule yetu ya sekondari ya Mnazi Mmoja. Mheshimiwa Rais ametuletea zaidi ya bilioni 36 kwenye ujenzi wa shule mbalimbali katika miaka 4 iliyopita. Na mwaka huu tumetenga zaidi ya bilioni 19 kwenye elimu sekondari. Na kwenye eneo la elimu msingi tumetenga bilioni 12. Hii ni ishara tutakapokwenda 2028 tutakapokwenda kwenye double cohort, halmashauri yetu tutakuwa tumeweza kukamilisha madarasa, tutaweza kukamilisha madawati na viti kwa ajili ya watoto. Na tunavyozungumza hivi sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, halmashauri yako ya jiji la Dar es Salaam imeshatoa milioni 400 kwa ajili ya kwenda kutengeneza viti na meza kwa ajili ya watoto wetu. Na kwenye bajeti ya mwaka huu tumetenga bilioni 1 kwa ajili ya kutengeneza viti na meza zaidi ya 11,000. Pamoja na wadau tunatazamia zaidi ya viti na meza 20,000 halmashauri yetu kwenye bajeti ya mwaka huu. Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye eneo la afya, Mheshimiwa Rais ameleta kwenye wilaya yetu zaidi ya bilioni 101. Na tunavyozungumza kwenye bajeti ya mwaka huu, Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa Mnazi Mmoja tunakwenda kujenga hospitali ya hadhi ya wilaya pamoja na Pugu. Tumekuta tuna wimbi kubwa sana la vijana wanamaliza vyuo vikuu, wanamaliza high school, hawana study. Kwa elimu ya sasa inayokuja, mabadiliko ya mitaala, wanafunzi wengi watasoma elimu ya amali. Na elimu ya amali maana yake watajifunza ufundi, uwe ni useremala, uwe ni ufundi washi, uwe ni ufundi wa chochote kile, uwe ni ususi, uwe ni kupika, uwe ni kuimba, uwe ni kucheza mpira, ili atakapomaliza pamoja na elimu ya kawaida lakini ana ujuzi. Hayo ndio mabadiliko makubwa ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan anayaleta, na haya sio baada ya miaka 60, haya anayaleta baada ya miaka 72. Elimu sasa katika shule nyingine za sekondari wamepewa fedha ya kujenga darasa la awali, la kwanza mpaka la 6. Na zile shule za msingi nyingine wamepewa fedha kujenga form 1 mpaka 4. Huko ndiko tunakokwenda. Itakuwa ni shule moja chini ya uongozi mmoja. Na mimi nishukuru kwa hapa Mnazi Mmoja tayari shule ya msingi iko hapo. Maana yake sasa hii itakuwa ni shule moja. Shule majina yatakuja baadaye. Cha msingi sasa ni shule moja ambayo ina elimu ya msingi na elimu ya sekondari.
Na mimi ni washukuru sana kwa jambo hilo kubwa. Kwa wanafunzi, niwahimize sana wanafunzi wa shule ya sekondari Mnazi Mmoja. Mazingira ya mji yanahitaji nidhamu kubwa sana. Mazingira ya mji yanahitaji nidhamu kubwa sana. Na mimi niwaambie wanafunzi, bila tashwishi, hakuna mafanikio yote ambayo ufunguo wa mafanikio yote katika maisha ni elimu. Ufunguo wa mafanikio yoyote yale katika maisha ni elimu. Kwa hiyo wekeni juhudi kubwa katika elimu. Elimu ndiyo urithi mkubwa ambao taifa lenu litawapa na wazazi wenu watawapa. Na nyinyi wenyewe wanafunzi, tumieni muda wenu mwingi kusoma. Muda wenu mwingi kusoma. Acheni mchezo, acheni kudanganyana, acheni tamaa, kwepeni walagai. Elimu hii mnayosoma leo italipa. Naomba sana muwahimize vijana wasome na muwezeshe vijana wasome, na hasa watoto gani? Kike. Watoto wa kike. Wahimizeni sana wasome. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.